Mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude amewataka kuondoka wafanyabiashara wakati wadogo na machinga jijini Arusha waliovamia maeneo ya barabara na kuendesha shughuli za kibiashara kinyume na utaratibu. Akizungumza wakati wa kikao na viongozi wa wafanyabiashara hao pamoja na uongozi wa halmashauri ya jiji la Arusha, mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude amesema kufuatia maazimio ya kikao cha awali kilichohusisha pande zote, uongozi wa jiji la Arusha unapaswa kusimamia taratibu hizo. Kesho tunakubaliana, watu wanaenda kutoa, wanapanga pale njiani, panakuwa peupe kabisa. Haya, tunakwenda. Jamani, mnasikia? Vyombo vya habari mnasikia? Sasa katika kikao chetu kwa kifupi sana tumekubaliana yafuatayo. Kwanza, kila mmoja kutimiza wajibu wake kwa kwenda kutekeleza yale tuliyokubaliana tena leo. Kwa kifupi tena ni kutoa bidhaa zote barabarani na kupanga vitu vyote ndani ya maduka yetu. Tumebaini kuna wafanya biashara wametoa bidhaa zao kubwa za hela nyingi, wala haziko kwenye kategori ile ya fanya biashara ndogo na kupanga kwenye barabara. Hao mkurugenzi na wafanya biashara walikubaliana kuitumia mita moja tu kutoka mwisho wa nyumba, mwisho ni pale mita moja kuitumia kwa ajili ya upangaji. Hiyo inaruhusiwa. Lakini baada ya mita moja kinachofuata ni reserve ya barabara na barabara yenyewe. Kwa hiyo reserve ya barabara itumike kwa kupita watu kwa ajili ya kununua bidhaa, au kama kuna gari inakuja inashusha abiria na kununua bidhaa na kuondoka. Maelekezo hayo tumeyatoa kwa ujumla, haijalishi ni biashara ya aina gani. Ni kweli mpo wafanya biashara wa maduka mjini na kweli wapo wa machinga, lakini kule kwenye field tumeona leo wako wafanya biashara mama nitilie wako barabarani. Tumeona wafanya biashara wa vyakula food fast ziko barabarani, watu wanashindwa kupita pale. Inayopita ni gari tu, na hata gari haziwezi zikapishana kwa sababu huyu mfanya biashara ameiziba barabara yote ya akiba isipitike kwa sababu ya kuweka mama nitilie. Sasa maelekezo hayo yawaguse, yawafikie wafanya biashara wote. Manake mamalishe tunao hapa, hatunao hapa, lakini wapo nao wanahusika, nimewaona. Kwa hiyo wote watoke barabarani kama wanavyotoka wengine, warudi watafute eneo wapikie ndani. Na haya tunaenda mbali zaidi hata kwa usalama wetu. Usalama wetu unakuwa sio mzuri kama tunaruhusu watu wapike wachome chipsi mbele ya maduka yetu. Hili sio jambo jema. Kwa hiyo hayo yakaachwe. Mwenyekiti wa wafanyabiashara za kati wilaya ya Arusha Dominic Molel amesema inashangaza kukubaliana kwenye kikao na halmashauri kuwa machinga watoleo barabarani, huku halmashauri hiyo ikiendelea kutoa vibali vya kufanya biashara barabarani. Tarehe tisa ile ofisi ya mkurugenzi ilitoa kibali cha kulipia 50,000 ndani ya siku 4 laki hizi 2, na mheshimiwa makamu mwenyekiti mpe mkuu wa wilaya. Sasa sijui control imetoka wapi, ili ujue kwamba tunaposema kwamba twende pamoja hatuendi. Hata tunasema twende pamoja. Sasa angalia hiyo kibali kilichotolewa ambacho tukana na Mgamba hapa anatuambia sisi hatuwezi kutoka. Mbona yule mama amepewa kibali, amefuka tenti kabisa katikati ya barabara? Na kwa kweli nikaenda kumuuliza mama kulikoni, akasema amepewa na ofisi ya mkurugenzi. Kibali hiki cha nini? Cha kujitangaza biashara katikati ya barabara, amefuka tenti kabisa. Kwa hiyo wala machinga waliokuwa nao wanasema hatuendi, mbona yule anauza? Ikatuia ngumu. Nikaenda kumuuliza mama, hebu tupe hicho kibali. Nimepata wapi? Sasa ni vigumu. Nasikia mheshimiwa mkuu wa wilaya, ili uelewe kwamba hii ofisi hatuendi pamoja, usione haya.
Sisi tunasema tuwatoe, yeye anatoa kibali ya kuuza. Yanamtangaza barabarani avuka tenti na hema kabisa. Wamachinga wanasema hawatoki, mbona yule anafanya hivyo? Sasa ndio maana tunasema ofisi ya mkurugenzi ndio inatuletea yote haya. Nishakwambia hiyo ofisi hii ina shida, lakini wewe uamini. Sasa umeona sijuzi tunakwambia juzi ina shida, unaona makaratasi tunakuletea. Hiyo ni ya kwetu. Na sijajua hata hii control number iko sawa sawa kweli au kuna control zingine mpya. Maana sasa anaenda kulipia kwa control ipi wakati sisi tumeshasema wamachinga waondoke. Ndio wanaletwa barabarani. Sasa hiyo ndio ofisi. Yale utekelezaji tuliofanya, wanawaweka tena wamachinga tena kwa kibali ya kulipa 50,000 wanafunga barabara. Jambo ambalo linawafanya wamachinga nao wasitoke, tunafanya vurugu baada ya sikukuu. Sawa. Au wafanyabiashara tutaweza kuwatoa nje ya masoko na barabarani. Ndio. Lakini kilichotokea ni kwamba kwa sababu soko la Ulezi hatujapata wafanyabiashara wa kulichangamsha, tulikuwa tunafanya mchakato wa mabango ili ndio tuje tuambie wafanyabiashara wahamie pale. Lakini nakumbuka kwamba tuliomba wafanyabiashara waliomba waruhusiwe kila siku saa 10 jioni wafanye biashara. Lakini na hilo lilikuwa halijatekelezwa na tujapata majibu yake. Ndio maana tumekwama hapo kidogo mheshimiwa. Usiingize lingine kabla ya lingine kujibika. Sawa. Lile umeanza vizuri, tulikubaliana baada ya sikukuu. Ndio. Hiyo wafanyabiashara, si tulikubaliana baada ya sikukuu. Sikukuu imeisha. Au bado wenzetu wana sikukuu. Kama wenzetu wana sikukuu waendelee kutuita basi tuendelee tukae tunaendelea kunywa tu. Hapana mheshimiwa. Naamini tukitoka kwenye kikao cha leo tutaenda kutekeleza. Safi kabisa, mpigeni makofi. Mara baada ya mwenyekiti kuwasilisha kibali hicho kilichokwenda kinyume na makubaliano, mkuu wa wilaya hiyo aliagiza aliyotoa kibali hicho kuchukuliwa hatua. Nani aliyetoa kibali? Nani amezimisha control number hii? Nani anahusika? Mkurugenzi nani anahusika kutoa vibali? Uko wapi utamaduni? Utamaduni uko wapi? Mwiteni utamaduni hapa. Anaumwa kwa ajili ya kutoa vibali. Huyu tunataka tumwajibishe. Hili lisifanyike tena ndani ya jiji hili. Jamani, kazi rahisi tu. Kwa hiyo wataalamu wangu, nyie msiseme kuna changamoto wanakataa kutoka. Mmewakuta mmefanya utekelezaji kinyume na tulivyokubaliana. Sasa wewe mwanasheria na nyie wataalamu na mkurugenzi, timu yangu napanga sasa, sijajua mipango yenu. Kwa sababu niliwaambia, hata hao wanakumbuka, angeendelea kuzungumza mwenyekiti. Nilisema hivi, unakuwa na mgambo kama 300. Hawa unawaandalia kwa sababu na wao ni binadamu. Hawatoki pale kumlinda mtu wakatoka pale na njaa. Waandalieni hicho management, nyie vichwa vyote hivi, andaeni hiyo package ya askari 300. Askari 300 unawafanya 100, unawagawa kwenye mitaa. Asubuhi unawapa shift. Hao askari huwa wanafanya kazi kwa shift. Nikielewa shift wanaelewa hawa au details. No? Wao wanafika 100 wamepangwa. Kilombero 50, 20 sehemu fulani. Hivi Kariakoo 100 umewapata. Nyie fulani na fulani na fulani. Ikifika saa 4:30 nendeni mkanywe chai. Sikusema hivyo, nilisema hivyo. Wanaingia wengine, yani huyu anatoka anaingia huyu kwenye ulinzi. Hao wanapofanyaga hawa mambo ya ulinzi, anapoingia mwingine hata hujui kama ameingia mwingine. Uongo kweli? Manake anamsukuma tu mwingine, yeye anaingia, utazami ni yule alishinda tangu asubuhi. Kumbe mwingine anakaa saa 4:30 ile akiingia mpaka saa 8. Of course utapangiana vizuri, hata mkihitaji msaada huyu anawapangia vizuri tu.
saa 8. Saa 8 anaingia mwingine nafasi ile ile. Tukianza saa 8 mpaka saa 12 hivi kuna mtu anaingia hapo. Siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hivi hujatafuta sehemu ya kufanya biashara ukale kabisa. Sio, mnanielewa? Sasa mimi nazungumza mpaka na mbinu watu wanaenda kufanya tofauti. Mkurugenzi, tofauti hiyo ya mbinu nilizozitoa imeshindikana, ndio maana wamachinga mpaka leo wapo. Nendeni pamoja na mambo mengine muianze. Kesho iwe siku ya matangazo, kesho kutwa matangazo. Ikifika Ijumaa tumekubaliana kuwe wameshapewa matangazo na full package. Kuanzia Jumamosi, Jumapili au Jumatatu, siku 3 toa package kwa ajili ya jeshi la akiba. Nimezungumzia 300, msikalili kama 300, mnaweza mkafanya hata zaidi kwa maeneo yenu yote, mkipata na usaidizi wa jeshi la polisi, si ndio OCD? Basi endelea na sisi. Mkipata usaidizi na jeshi la polisi, kila detail ya jeshi la akiba inakuwa na gari moja ya jeshi la polisi ambayo ina nani. Hatuchukui vifaa vya machinga hata mmoja. Nguvu ya nini? Hakuna nguvu. Na wengine wameenda kutekeleza hapa, nimewakuta leo wameweka tepu zile au vibao vyao. Umemwona machinga pale? Muoni. Kwa hiyo mkurugenzi, nikwambie wazi kabisa, kwa sababu ya kutotekeleza yale tuliyokubaliana, ndio maana mambo yanaharibika. Na vile vile tumepokea maelekezo yako kwa tarehe mpaka Ijumaa machinga wameshaanza kutoka, lakini pia sisi tulipita tulikuwa tunawatangazia kwa wiki mbili ambao kweli zinaisha Ijumaa, na ndio kipindi ambacho tuliwapa muda wa kujiandaa na kuondoka maeneo ya biashara bila shuruti, bila gumu. Kwa hiyo hilo tuna imani kwamba taarifa wanayo vizuri na pia inapita kwa mitaani kuwajulisha. Awali wafanyabiashara wadogo machinga walijitokeza kugomea kuondolewa eneo hilo la biashara maarufu kama Kariakoo ya Arusha baada ya wafanyabiashara wenye maduka kutangaza kugoma, wakishinikiza kuondolewa machinga hao. Nauza sumu ya panya, mende, kunguni, viroboto, utitiri, siafu na mchwa. Ndio wanafukuzwa mimi. Hii inaharibu nini? Hii inachafua jiji. Lakini nashangaa leo tunatolewa Kariakoo. Twende wapi? Sehemu yenye public ya watu wengi ndio yenye biashara. Hata tungerudishiwa zile vitambulisho vya Magufuli, tulipa hata angalau 20,000 kuliko tutolewa hapa. Na sisi ni wale wafanyabiashara tuliokuwepo Ulezi kwa sasa hivi sio soko. Leo hii wanatupiga vita hapa tuondoke. Je, tunaelekea wapi? Tunasomesha, tuna marejesho na kadhalika. Mnapojua mama tunaikaeka ni nini? Nakumbuka machinga ni anataka washike bidhaa hivi, mtu aone ndio anunue. Kule hakuna wateja, ndicho kilichopelekea machinga wakaliacha lile soko. Ilitakiwa Mheshimiwa DC leo sasa akiwa anaongea issue wafanya biashara wadogo aelezee amekuja na mpango mkakati wa aina gani kuhakikisha lile soko linakaa vizuri, machinga wanapata wateja.